Talk means all times outreach and training charge. Msalimu kwa jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwa neema yake ambayo ametupa. Na leo kwa neema ya Mungu tunaenda kujifunza habari njema. Kwanza kabisa nitoe salamu za shukrani. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa ajili ya wote ambao tumejitoa kwa ajili ya kuchangia mkutano wa Injili. Tulikuwa na mkutano mkubwa wa Injili pale Mbagala cha Simba kwa wiki jana yote kuanzia tarehe 24 mpaka 28. Na kabla huo mkutano wa Injili tulikuwa na utengenezaji pamoja na kununua vyombo vya muziki. Tulifanikiwa kununua baadhi ya vyombo na tumefanikiwa kutengeneza vingine ambavyo vilikuwa vimechoka, na hatimaye tukaendelea tukawa na mkutano wa Injili pale cha Simba. Lakini kwa jambo ambalo mimi ninataka kusema ni kwamba ninashukuru kwa wote ambao mmejitolea. Kama unanifuatilia na umejitolea kuchangia mkutano wa Injili namna moja au nyingine, kwa fedha, kwa maombi, kwa ushauri, au umechangia vyombo vya muziki vilivyokuwa vikinunuliwa, Mungu akubariki sana. Na nimekuwa nikikuombea sawa sana maombi ambayo yamkini kuna wengine ambao walikuwa wakijaribu kuomba kwamba unataka tuombe nini. Yale ambayo walikuwa wanayaeleza, basi tumekuwa na wiki ya kuyaombea. Kwa tuna uhakika kwamba Mungu uliyempa pesa yako, uliyempa muda wako, uliyempa maombi, ukajitoa nguvu zako kwa ajili ya kumtumikia yeye, kwa pamoja na mimi hata kuacha wala hata kusahau. Yeye atakuwa upande wako, na sawa sawa na maombi ambayo tumemuomba, basi tarajia muujiza. Na wakati huu ni wakati ambao nimependa kutoa shukrani zangu kwa wote ambao mmejitoa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu pale tuna tawi cha Simba ambalo sio imara sana hasa kiuchumi. Na hivyo msaada mkubwa sana walikuwa wakijaribu kutafuta supporter kutoka kwetu. Na hivyo tumefanya kwa sababu wewe ulishiriki. Kwa sababu wewe umetoa pesa, muda, nguvu, na mkutano ule ulifanikiwa kabisa. Wale ambao mnajaribu kuangalia YouTube, pamoja na kwamba isionekani vizuri, lakini bado tunaendelea kuboresha miundombinu. Tutaendelea kuonekana vizuri hapo mbele Mungu atakapokuwa amejalia kupata kamera nzuri, tutakuwa tunaonekana vizuri zaidi. Lakini katika yote Mungu awabariki. Na jambo ambalo tulikuwa tunalipeleka pale cha Simba ni jambo moja tu. Watu wengi wamepotea. Watu wengi wanadhani wana Mungu lakini hawana Mungu. Watu wengi wanadhani wameokoka lakini hawajaokoka. Watu wengi wanadhani wamemwamini Kristo lakini hawajamwamini Kristo. Kazi kubwa ambayo Yesu aliacha ni kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Lakini kuna wahubiri ambao wanawafanya watu kuwa wanadini. Sasa kazi ya Mungu ilikuwa ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Sifa ya mwanafunzi wa Yesu ni yule anayenenda kama Yesu. Sifa ya mwanafunzi wa Yesu ni yule anayeishi kama Yesu. Ni yule anayemfuata Yesu. Sio kufuata dini, sio kufuata dhehebu, wala sio kufuata jambo lolote ambalo mwanadamu ana uwezo wa kuliamuru, bali kumfuata Mungu. Na kumfuata Yesu ni kufuata neno, kwa sababu Yesu ni neno la Mungu. Ndio anaitwa Yesu. Neno la Mungu ndio linaitwa Yesu. Kwa unaona kuna wahubiri wanasema huwezi kufuata Biblia kama ilivyo, maana yake huwezi kumfuata Yesu kama alivyo. Tafsiri yake ni kwamba nifuateni mimi, yaani msimfuate Yesu. Mtu akikwambia tusifuate Biblia, anamaanisha kwamba tumfuate yeye. Huyo ni Mungu tayari. Mtu yeyote atakayekwambia usifuate Biblia, huyo tayari ameshaitwa Mungu. Anastahili kuabudiwa na hao ambao wanamtii.
Kwa sababu tunachopaswa kukifuata leo ni Biblia. Sasa haya ndio ambayo yanatusukuma kufanya kazi ya Mungu kwa bidii sana. Tunatarajia tena kuwa na mkutano mkubwa wa Injili hapa Nyambwela. Mungu akitupa kibali hivi karibuni tutafanya mkutano mkubwa kiana nao CPCT kuhakikisha kwamba kanisa la Mungu linajua ukweli. Maana leo sasa kila mhubiri anatafuta apendwe na watu. Anatafuta akubaliwe na watu. Anatafuta namna gani watu watamuelewa, kitu ambacho tulitakiwa sisi wahubiri tutafute watu wamuelewe Mungu, wamkubali Mungu, wamtafute Mungu. So tutafute sisi. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Ukianzia ule mstari wa sura ya kwanza kabisa, kuanzia mstari wa 8 hadi wa 9, nasema tukisema hatuna dhambi tunamfanya Yesu kuwa ni mwongo. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki atatusamehe. Huo mstari wa 8 na wa 9, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza. Ukiisha sema mimi sina dhambi wakati hujamwamini Yesu, wewe ni mwongo. Kwa sababu Yesu ndiye kipatanishi kati ya mtu na Mungu. Na kilichotuangusha sisi dhambini ni dhambi ya Adamu na Hawa. Ndio ambayo ni dhambi ya asili. Mpaka leo kila mwanadamu anayezaliwa anazaliwa na ubinafsi, anazaliwa na hasira, anazaliwa na chuki. Ni vitu ambavyo vimepandwa ndani ya DNA ya mwanadamu. Kwa mwanadamu yeyote amekuja kutakaswa na kuoshwa na kuwa safi kwa sura na mfano wa Mungu kupitia Yesu. Kwa hili andiko halikumaanisha kwamba hata ukimwamini Yesu bado utaendelea kutenda. Hili andiko lilikuwa linamaanisha kwamba kama ukisema huna dhambi wakati hujamwamini Kristo, wewe ni mwongo. Lakini ukimwamini, yeye ni mwaminifu, atakutakasa dhambi zote. Hilo jambo la kwanza ambalo linanifanya nipige kelele, kwa sababu watu wengi wanadanganywa, wanaongopewa, na hivyo wanaendelea kukaa dhambini wakiamini kwamba hakuna mwanadamu mtakatifu duniani. Angalia, kuna sura hiyo ya 3 kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 3. Angalia kuanzia mstari ule wa 4 na hadi wa 10. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Maana yake hauwezi kufanya uasi kwa kupitiwa. Uasi ni maandalizi. Uasi ni kanuni. Unaamua kutoka ndani kwamba mimi sifuati. Ndio dhambi. Ni uasi. Sio kupitiwa. Sio kukosea. Dhambi ni uasi. Ni jambo nalifanya kwa kudhamiria. Ndio dhambi. Sasa angalia, nani mnajua kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa Yesu hakudhihirishwa ili atusamehe dhambi peke yake. Alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. Kwa hiyo mtu akisema amempata Yesu, si tu kwamba amesamehewa dhambi, amepewa na uwezo wa kushinda dhambi. Ukiona una uwezo huu, hujampata Yesu ninayemhubiri. Na ndio sababu napiga kelele na nataka nitoke tena kwa mkutano. Lengo ni kwamba watu wajue kwamba Yesu alikuja kuleta uwezo kwa mwanadamu anayemwamini aishinde dhambi. Hapa anasema yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, zisiwepo kwa watu tena. Angalia mstari wa 6. Kila akae ndani yake hatendi dhambi, na kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Kwa hiyo mtu akiwa bado anaitenda dhambi, hajamuona Yesu wala hajamtambua. Ameiona dini, ameliona dhehebu, amewaona watumishi feki,
hajamuona Yesu. Ukimwona Yesu huwezi ukaenenda tena dhambini, kwa sababu yeye ataziondoa. Yaani kuna uwezo wa Roho Mtakatifu ambao ni uwezo wa kiungu unaingia ndani yako kukufanya wewe ule udhaifu uliofanya uwe muasi unaondoka. Na ndio maana anaitwa Roho Mtakatifu. Na hekalu, anasema mtu akitakaswa, hekalu, mwili wake unakuwa ni hekalu la Roho, yani sio mchafu tena, anakuwa mtakatifu. Kuanzia mwili unakuwa mtakatifu kwa sababu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lazima na lenyewe liwe takatifu. Kwa hiyo huu ndio uwezo ambao usiku na mchana utafute. Usitafute mbwembwe kujulikana, usitafute umaarufu, usitafute kujulikana na wachungaji, usitafute kujulikana na walimu. Tafuta uwezo wa kuishinda dhambi. Tafuta Roho ambaye akikaa ndani yako anakuwezesha kushinda. Usitafute roho wa kuendelea kuanguka na kusimama. Huyo sio Roho Mtakatifu. Roho anakuja kutuondolea dhambi, maana anakuja kuondoa uasi, moyo wa kijiwe, moyo wa uasi, moyo usioenenda katika mapenzi ya Mungu unaondoka. Kisha analeta moyo wa nyama uwezao kutii sheria za Mungu. Alafu mtu ananiambia ameokoka, bado hana moyo wa nyama, anaendelea kuanguka na kusimama, kutubu na kusimama. Nataka nikwambie hali halisi. Wokovu tunaozungumza umechanganywa sana kwa sababu ya baadhi ya madhehebu yamekuwa ni mengi sana. Na yote yanasema inamhubiri Kristo. Kristo ukimhubiri, hubiri huu uzima ambao ukiingia ndani ya mtu anashinda dhambi, unasema unamhubiri Kristo. Angalia mstari wa 7. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi, angalia mstari wa 8, ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Hakuna kazi leo ya ibilisi ambayo hailetwi na dhambi. Iwe ni magonjwa, iwe ni mikosi, iwe ni shida, iwe ni kuangiwa, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, vinaletwa na dhambi. Kwa hiyo alikuja kuvunja kazi za ibilisi. Kazi ya ibilisi anayozungumza hapa ni dhambi. Ndio kazi moja ambayo ilifanywa na ibilisi kwa Hawa, alimuingizia dhambi. Mambo yote yalikuja kama kuzaliwa na hii dhambi. Magonjwa, tabu zote zilizaliwa na dhambi. Kwa hiyo kama amekuja kuziondoa, kuzivunja kazi za ibilisi, maana yake amekuja kuivunja dhambi. Kama unasema mimi ni mfuasi wa Yesu, lazima uonekane ndani yako utendi dhambi. Kwa nini? Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yako. Mkristo ni lazima awe na uwezo wa kuishinda dhambi. Na ina maana injili yangu haiko tu kulenga kwamba Waislamu waokoke. Hata wewe unayesema unaungama kila wakati wewe ni wa kuanguka, wewe ni dhaifu, na wewe unapaswa kumwamini Yesu. Huyu Yesu akija ndani yako anakuja kuzivunja kazi za ibilisi. Ipi? Dhambi. Ili iondoe na magonjwa, iondoe na tauni, iondoe na madhara yote tunayoyaona kwa mwanadamu. Nasemaje? Kwa nini usiamini? Haya ninaokuambia. Angalia mstari wa 9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kama mimi sina milioni 1, siwezi kukupa we milioni 1. Takwambia haipo. Kama mimi nina milioni 100, ukiniomba milioni 1 naweza kukupa kwa sababu ninayo. Mtu kama hana uwezo wa kushinda dhambi yeye kwanza, hata kikuhubiri ni kipofu anayemuongoza kipofu. Wote watatumbukia shimo. Utakatifu
una maana mbili. Moja, kutengwa na Mungu kwa kazi yake. Mbili, usafi wa moyo. Anasema katika kitabu kile cha Mathayo 5:8, heri wenye moyo safi ndio watakaomuona. Nguvu ya Roho Mtakatifu itushindie uasi. Nitakuzungumzia habari za uasi. Tuna uwezo huo. Mwanadamu amejaa makosa, mwanadamu amejaa mapungufu, mwanadamu ni dhaifu. Umeshindwa kuelewa huo udhaifu? Sio udhaifu wa uasi. Hata huo udhaifu tunaozungumza uitwi uasi. Una uwezo wa kukosea, lakini sio kutenda dhambi. Kutenda dhambi ni kuasi kwa kusudi. Na huo uwezo kama huna wa kushinda uasi, haujawa na Kristo bado. Haujawa na Kristo. Angalia mstari wa 10. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokana na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Naona ni dhahiri. Kwa kama hujawa na uwezo wa kushinda dhambi, wewe ndio ambaye hasa niko nahangaika, nashindwa hata kula vizuri, nashindwa kuvaa vizuri, napata shida, ili ni kwamba watu wasiseme tumemwamini Kristo tu, wawe na uwezo wa kushinda dhambi. Hiyo ndio nilichobebeshwa mimi. Hicho ndicho nilichobebeshwa. Hiyo ndio injili yangu. Wewe yeyote utakayeniambia bado unimuasi, ina maana bado unanihitaji nikuhubiri. Angalia hayo maandiko sana. Angalia, nenda chini kidogo hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana hapo. Nenda sura ya 4. Angalia mstari wa kwanza hadi wa 4. Msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Anasema tusiamini kila roho, bali tuzipime, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Angalia hao manabii wa uongo wanaosemwa. Angalia mstari wa 2. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Naona anasema hivi, kama haujamkiri Kristo, kama huamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, amekuja kutukomboa na dhambi zetu, kama bado hujaamini kwamba Yesu ni Mungu, ni nafsi ya pili ya Mungu, kwa kusudi la kutukomboa sisi na dhambi zetu, anasema wewe, roho iliyoko ndani yako ni roho ya mpinga Kristo, ni roho ya shetani. Mtu yoyote ambaye hajamkiri Kristo, ndani yake ana roho ya shetani. Mtu yoyote ambaye anakataa kwamba Yesu Kristo hana uwezo wa kutushindia dhambi, Yesu hakutukomboa dhambini, huyo mtu ana roho ya shetani. Sijui kama unaelewa. Angalia mstari wa 3. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Ni wangapi leo wanasema Yesu hakuja kumkomboa mwanadamu? Ni wangapi leo wanasema Yesu alikuwa na zama zake zimepita? Ni wangapi leo wanasema hakuna faida ya Yesu? Ni wangapi leo wanasema Yesu ni kweli alikuwa ni nabii, lakini kwa sasa tunatakiwa tumfuate mwingine? Lakini tunaona maandiko matakatifu yanatuambia hizo roho zote ni roho za udanganyifu, roho ambayo haijamkiri Yesu kwamba yeye amekuja kwa ajili ya kutukomboa dhambini. Kwa hiyo hakuna mtume wala hakuna nabii wala hakuna mtu mwanadamu anayeweza kuja kumkana Yesu akasema ametumwa na Mungu. Musa alikuwa anamdhihirisha Yesu. Yoshua alikuwa anamdhihirisha Yesu. Ukisoma wakina Habakuki, wakina Sefania, wakina Hagai,
wakina Maraki, wote walikuwa wanamdhihirisha Yesu. Wakina Isaya, wakina Yeremia walikuwa wanamdhihirisha Yesu. Kwa hiyo manabii wote waliopita na hata hawa waliopo, mitume wote waliopita Agano la Kale na hata wa Agano Jipya, wote walikuwa wanafanya kazi moja ya kumfunua Yesu. Kwa manabii wote walikuwa wakitabiri kwamba atakuja Yesu. Ndio maana Biblia inasema hata ile mana jangwani alikuwa Yesu. Biblia inasema hata lile sanduku la agano alikuwa Yesu. Bado walikuwa wanamfunua Yesu. Kwa hiyo mtume au nabii yeyote ambaye anasema nifuateni mimi, so Yesu, huyo nabii, huyo mtume ametokana na shetani. Tunataka mtume anayesema Yesu ni njia. Maana wote tunawasoma, wote walitueleza kwamba Yesu ni njia. Kwa hiyo mtume au nabii atakayekuja kukwambia wewe kwamba zama za Yesu zilipita, wakati Yesu anaitwa Alfa na Omega. Yaani yeye ndio aliyefunuliwa na Musa na ndiye aliyefunuliwa na kitabu cha Ufunuo kwa Yohana, na ndio atakayeendelea mpaka mwisho atanyakuwa ulimwengu. Yeye ndio Alfa na Omega. Alafu anakuja mtu anakuambia mimi ni badala ya Yesu. Yesu yamepita, sasa nimeingia mimi. Huyo anaitwa mtumishi, nabii, mtume wa shetani, na anapoteza watu. Hii ndio injili ambayo unatakiwa niipeleke. Kama unatamani kushirikiana na mimi habari hizo njema ninazokuhubiri, namba zangu ziko wazi, karibu kila clip unayoitoa naziandika. Fuatilia tu Pastor Tito Damiano hapo, nenda tu kwenye baadhi ya zikuta namba pale. Namba ziko nyingi sana, nimeziandika hapo. Hizo namba, tuma sadaka kwenye namba yoyote katika hizo, itafika moja kwa moja. Andika jina lako, sema nimejitolea hiki kwa ajili ya injili. Kanisa letu tunahubiri na kufundisha. All time outreach and training church. Hatuna kitu kingine zaidi ya kuhubiri na kufundisha. Na Yesu alichotuachia ndicho hicho. Alisema enendeni mkahubiri na kuwafundisha kuyashika yote. Na sisi tunaisema ni injili na mafunzo, ndio maana ya maneno hayo kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili ni kanisa linalohubiri na kufundisha. Unaona? Sasa tutawezaje kupeleka injili bila kupelekwa? Wewe unaitamani kutupeleka, basi fuatilia namba 0672347178. Utatufuatilia kwa namna hiyo, utashiriki hapo, Mungu ataendelea kuhubiri injili. Angalia maneno haya sana ninayokusomea. Hiyo ilikuwa ni sura ya 4. Tunamalizia sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana. Angalia sura ya 5 pale. Kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa tukimwamini Yesu, tumeahidiwa kushinda ulimwengu. Dhambi, rushwa, uongo, tamaa, na yote ambayo ni machafu ya ulimwengu tutayashinda kwa kumwamini nani? Yesu. Unaona? Umeyashinda, hujamwamini. Angalia mstari wa 5. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa angalia, anakwambia mwenye kuushinda ulimwengu ni yule anayekwambia Yesu ni mwana wa Mungu. Fikiria ni wangapi ambao bado hawajamwamini Yesu kwamba ni mwana wa Mungu? Ni wangapi ambao bado hawajaamini kwamba Yesu amekuja kwa ajili yao? Ni wengi sana. Na tunawezaje kuwafikia tukawajulisha? Kwa sababu hawawezi kushinda ulimwengu kama hawajamwamini Yesu kwamba ni mwana wa Mungu. Na ndiye Mungu kwa nafsi ya pili. Na ndiye aliyetupa uwezo kushinda dhambi na kutusamehe dhambi. Kwa hiyo tuna kazi ngumu sana ya kuhakikisha watu wanamwamini Yesu. Kwa kumsikia watamwamini. Huwezi kumwamini bila kusikia habari zake.
Na ndio maana katika mkutano, kama umenisikia, nilikuwa nawaambia wachawi, kama kuna mchawi aniloge mimi, niko hapa leo, niko hapa kesho, siku 5, niloge. Msisumbue wavuta sigara, wanywa pombe, wabugia ugolo, wapokea rushwa. Hao ndio mnakimbilia kuwaloga. Waongo, watu wasio na ndoa, wazinzi. Kazi zao ni kuzunguka tu, kuzini. Wenye ndoa 10, kila mtu ni mke wake. Wafiraji na walawiti, hao ndio mnawaloga. Mloge Tito. Nikakaa pale siku 5, hata spika yangu moja wa kuunguza. Hata spika kuunguza, basi spika, ili tujue kwamba kuna nguvu ya giza pale. Hiyo ni nini? Nilikuwa najiamini nini? Nilikuwa namwamini mwana wa Mungu. Huyu wanasema tukimwamini yeye tunashinda ulimwengu. Angalia mstari wa 5, wa 6. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na kwa damu. Haya ni maneno mengi, utayasoma nyumbani tuweze. Na Luka naenda 11 hadi 12. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima. Kwa hiyo kumbe tunaona kwamba mtu ambaye hana Yesu, hajamwamini Yesu, hana uzima wa milele, ana mauti. Muda wowote ni wakufa. Huyu akilogo anaondoka, maisha yake yako hatiani, na baada ya mauti ni jehanamu ya moto. Uzima wa milele hana, wa kuishi milele atakiisha kufa, akae maisha yake mahali pema mbinguni, salama milele. Huo uzima unaanzia hapa duniani kwa kumwamini Yesu. Sasa unafikiri ni wangapi hawana uzima wa milele? Na ndio maana tunasema tuhubiri injili sana. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi hiyo Mbagala. Wewe ambao ulikuwa unafuatilia, ujue kama ulijitoa fedha au kupoteza, kama uliomba au kupoteza, na kama unasema nitajitoa tena, hutapoteza. Kwa sababu kazi moja tunaifanya, watu wapate uzima wa milele ambao haupatikani kwingine ila kwa mwana wa Mungu Yesu. Kwa ni lazima tumuhubiri sana. Angalia 18 hadi 21 na malizia. Tunajua kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Tunajua kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Unaona haya maneno? Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Tunajua kuwa yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hawezi kuwa muasi tena wa Mungu huyu mtu, bali yeye aliyezaliwa na Mungu anajilinda, wala yule mwovu hamgusi. Kwa nini hamgusi? Kwa sababu ndani yake kuna Roho Mtakatifu. Tunajua kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Kwa mtu mwenye Yesu ana Mungu, na asiye na Yesu anakaa katika yule mwovu. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Mtu yote ambaye hajamwamini Yesu anaabudu sanamu. Mtu yoyote ambaye hajamwamini Yesu anaabudu sanamu. Mtu yoyote ambaye hajamwamini Yesu anaabudu sanamu. Mtu yoyote ambaye hajampokea Yesu anaabudu sanamu. Mtu yoyote ambaye amemkana Yesu anaabudu sanamu. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Kwa hiyo mtu yoyote anayesema Yesu sio Masihi, huyo anaabudu sanamu. Mtu yoyote anayesema zama za Yesu zimepita anaabudu sanamu. Mtu yoyote anayesema mimi sina haja na Yesu anaabudu sanamu. Na muabudu sanamu sehemu yake ni katika lile ziwa la moto. Yehova nisi, Mungu aliye hai, asante kwa sababu ya haya machache niliyonena na mtumishi wako na watu wako na ndugu zangu. Naomba wapekekea bali hii ndani ya mioyo wakabadilike, hatimaye wapokee uwezo wa kushinda dhambi uliowaahidi katika kitabu cha Yohana 1:12. Amen.